Ndugu zangu wanahabari wenzangu, karibuni. Nimewaita hapa kuzungumza nanyi kuhusiana na kinachoendelea, kinachofanywa na viongozi wa Chadema. Pamoja na mambo mengine mengi, wanaendelea na mkakati wao wa kuchafua taifa kwa kusambaza documentary wanayosema inaitwa documentary ya BBC, ikieleza kwamba wamepata madhila na kadhalika na kadhalika. Ninapenda kuwaambia, pamoja na kwamba ni mchezo wa viongozi wa Chadema kusambaza habari zinazotia chuki, maudhui ya chuki, kuchochea vurugu, uharibifu wa amani, lakini safari hii wanasambaza video hiyo kwa mkakati wa kubadilisha ajenda. Mnafahamu kwamba ndani ya Chadema kuna mgogoro mkubwa unaoendelea, unaofukuta baina ya Heche na viongozi wenzake, wakina Boni, wakina Lema, wakina Sugu. Mgogoro huo unatokana na tabia ya Heche kutaka kukihodhi chama. Sizungumzii hilo leo. Mnafahamu wakati wa kuelekea mwisho wa mwaka, Heche akishirikiana na kina Hilda Newton na kina Mwaipaya na wengine walimtumia Fredi Mwambo azungumze na kaka yake Lissu, mzee Alute Mugwai, watengeneze namba za simu zenye majina ya Alute Mugwai ili wakusanye michango. Lakini kina Heche walihakikisha Fredi Mwambo ndio anakaa na zile line za simu na anakaa na password zote. Na mnafahamu, kama fahamuni, michango iliyokusanywa mpaka tarehe 31, siku ya mwisho kukusanya michango, kina Heche walikusanya shilingi milioni 41. Milioni 41 waliokusanya kutoka kwenye shilingi 100, shilingi 200, shilingi 1000 za wanachama wa Chadema na Watanzania wengine. Mimi nilichanga shilingi 1600 ili ni kumsupport Lissu Christmas yake na mwaka mpya, wala wanye Pepsi baridi. Milioni hizi 41 Chadema waliwatangazia Watanzania wamekusanya shilingi milioni 26. Tunaanzia hapo. Wamekusanya milioni 41. Tangazo lao wakasema wamekusanya milioni 26. Chadema kupitia Heche na wenzake wakapeleka kwa kaka yake Lissu shilingi milioni 22. Wamekusanya milioni 41. Wametoa tangazo kwa umma kwamba wamekusanya milioni 26, wamepiga hapo. Alafu wamepeleka kwenye familia milioni 22. Baada ya kugundua kwamba kuna ubadhirifu, kaka yake Lissu akagundua kwamba jumla ya pesa iliyokusanywa milioni 41. Na fedha hizi Heche akamuelekeza Fredi azitume Nairobi kwa wanaharakati ambao kazi yao kutwa kucha kutukana viongozi. Na nitafafanua hapa, ambapo fedha zilizokusanywa shilingi milioni 19 zilitumwa kwa makundi Nairobi kwenda namba 0797 52 78 76 ya mtandao wa Safaricom. Namba hii ya Safaricom inamilikiwa na Jane Ojwang, Mkenya ambaye anawaratibu, msaidizi wa Maria Sarungi, anayewaratibu wakina Hilda Newton na wengine pale Nairobi. Kiasi cha fedha kikawa kinatolewa kwa wakala anayeitwa Ruby Pesa Limited kwa maelekezo ya Heche. Sasa baada ya kuona huku mambo yamevurugika Tanzania, ndio wakaona bora watafute pa kujificha. Ndio maana unaona documentary yao waliorekodi tangu mwaka jana, watafuta kipindi cha kuitoa, wametoa leo ili kuficha ajenda kwa sasa hivi. Chadema kwa nini wanakusanya michango ya watu alafu wanakula? Nyinyi mnafahamu Chadema walitoa namba ya akaunti kukusanya lambilambi za Mzee Mtei. Nitawapa mpaka leo hata shilingi 1 hawajapeleka. Badala yake makusanyo yote ya lambilambi za Mzee Mtei, badala yake makusanyo yote ya lambilambi za Mzee Mtei, Heche na wenzake wameenda kutangaza t-shirt. Wameenda kusafirisha watu kutoka maeneo mbalimbali kupeleka kwa Mzee Mtei. Hawa watu ambao wanaweza kukusanya shilingi milioni 41 hawa, alafu wakatangaza wamekusanya milioni 26.
Katika milioni 26 ile baada ya kupeleka milioni 26 wakapeleka milioni 22. Hawa watu wanapata wapi uhalali wa kusema serikali? Sizungumzi mambo yao ya zamani ya kutokuhesabiwa mahesabu na CAG, mambo mengine ya rushwa, upendeleo wa viti maalum, na sizungumzi. Nazungumzia hii habari ya leo. Heche na genge lake kama walikusanya milioni 41, wakatangazia umma wamekusanya milioni 26. Dakika hiyo hiyo unakusanya milioni 41 saa hizi. Baada ya nusu saa unatangaza umekusanya milioni 26. Utatoa hapo utapata shilingi ngapi? Baada ya muda, haya peleka basi milioni 26 kwa husika, unapeleka milioni 22. Kwa hiyo hapa sasa unawezaje kupata uhalali wa kukemea ubadhirifu? Unatoa wapi moral authority? Unatoa wapi credibility ya kusema wewe ni chama ambacho kinaweza kukemea ubadhirifu kama shilingi milioni 41 tu? Hawa watu ukawakabidhi hazina ya nchi. Hawa watu ukawakabidhi wizara ya fedha. Hawa watu ukawakabidhi wizara ya madini, wizara ya nishati. Sasa mimi ninachotaka kukisema, mpango wa kubadilisha ajenda, kwamba tuache Chadema waache kujadili kuhusiana walivyotapeliwa na kina Heche, ambazo hizi fedha Kenya amezipokea Jenny Ojwang, akawalipa kina Hilda Newton, akawalipa wakina Mwaipaya, akawalipa na wengineo wanaojitokeza kwenye hizo video na kadhalika. Lazima wazirudishe kwa kina Lissu. Na ndio maana tukasema mwanzo kuna mgogoro mkubwa baina ya hawa watu. Lissu anataka kunufaika na Chadema kupitia Heche, anataka kunufaika kupitia na machangamoto wanazokutana nazo Lissu. Na sasa hivi wanataka kuanzisha mchango mwingine. Sasa kabla hawajaanzisha mchango mwingine wanaosema wataanzisha wiki ijayo kuelekea kesi za Lissu, walibu kwanza hii. Nyinyi mnajua wakati wa mafuriko, wakati wa changamoto ya maafa ya Hanang', Chadema walianzisha mchango, walichangisha mchango nchi nzima, na mchallenge hapa katibu mkuu Mnyika aseme pesa walizozikusanya wakati wa maafa ya Hanang' walizipeleka wapi? Na mchallenge Chadema mnafahamu wakati wa msiba wa Mtei walichangisha pesa, na wa challenge waseme hizi pesa walizokusanya wakati wa msiba wa Mtei wamezipeleka wapi? Sasa kama watu ambao kwenye maeneo madogo hawana credibility, wanapata wapi credibility ya kujadili mambo makubwa? Kwa hivyo hilo nitaka niwaambie, wajue kwamba sisi wa Tanzania sio mazwazwa. Tunaelewa mchezo wao, tunaelewa kwamba wanalipwa kuchafua taifa. Sisi ambao hatujakimbia taifa letu tutalipigania. Na nimeona wanapita mitandaoni wanasema sijui watu wametekwa. Mimi hapa siku moja isiyokuwa na jina nitatoa orodha na namna ambavyo John Heche na wenzake wameshiriki sio kutesa na kuua vijana wasio na hatia kisa tu wamepingana nao kimawazo. Na niwakumbushe kwenye siasa, na hiyo nitoe wito kwa watu wote, viongozi wote, mnapokuwa mnaelewana, mnapokuwa mnashirikiana, jitahidini msitoe kila siri kwa watu wenu. Siku watu wengine wakisha ama wanajua kila kitu, hamtaendelea kuongopa tena. Ni kweli iliwezekana Chadema kuongopea umma kwamba serikali inaua mwaka 2011 kurudi nyuma. Ni kweli iliwezekana Chadema kutengeneza matukio serikali ionekane imeingia mkenge 2011 kurudi nyuma, kama walivyotengeneza tukio la Arusha wakasababisha watu wakafa, kama walivyotengeneza tukio la Morogoro akafa mwanahabari Arizona, kama walivyotengeneza tukio la Iringa akafa mwanahabari Mwangosi, kama walivyotengeneza tukio la Temeke wakamteka, kumtesa na kumpiga Yona, kama walivyotengeneza tukio la Musa Tesha wakampiga na kumwagia tindikali, kama walivyotengeneza tukio la Bagamoyo walivyomteka, kumpiga na kumtesa mkurugenzi wa Jambo Media Group John Marwa, na kama walivyotengeneza matukio mengine. Lakini ni mwaka 2011 kurudi nyuma, mwaka 2015 kurudi nyuma. Baada ya mwaka 2015 kuja mbele, hatutaruhusu.
tutasema kweli kweli kweli. Habari za kutaka kutengeneza siasa za kizamani kwamba wachafuke upate huruma, hapana. Kama chama mmesajiliwa kisiasa, fanyeni kazi zenu za kisiasa. Kama CCM wamesajiliwa kisiasa, wafanye kazi yao ya kisiasa. Chadema mmeomba kibali cha kusajiliwa kisiasa, fanyeni siasa. ACT fanyeni siasa, msitengeneze huruma. Mimi nina ushahidi, nimeupeleka maeneo mbalimbali. Namfahamu nani amemwagia tindikali Musa Tesha, yuko hai, yupo Igunga pale. Namfahamu nani amemteka Yona Watemeke. Namfahamu na namjua nani alitaka kumpiga bastola Zito ikaenda kumpiga marehemu Arizona Morogoro. Kwa hiyo Heche, Mnyika, chonde msisababishe tuvuane nguo. Taifa letu ni muhimu kabla ya vyama vyetu. Wewe Heche leo ni makamu mwenyekiti. Kabla yako makamu mwenyekiti alikuwa Lissu. Kabla ya Lissu makamu mwenyekiti alikuwa Profesa Safari. Kabla ya Profesa Safari makamu mwenyekiti alikuwa Said Amur Alfi. Kabla ya Alfi makamu mwenyekiti wa Chadema alikuwa marehemu Chacha Wangwe. Kabla Chacha Wangwe makamu mwenyekiti wa Chadema alikuwa Walid Amani Kaburu. Kabla ya Kaburu makamu mwenyekiti wa Chadema alikuwa Dr. Wilbrod Slaa. Manake nini? Manake cheo ambacho unataka kukitumia leo kuchafua taifa kilikuwepo kabla yako. Walipowepo viongozi kabla ya wewe. Tafadhali tutaonana wabaya. Hakuna takataka yoyote mnayoifanya haijulikani. Mimi sio tu nimekuwa mwanachadema, nimekuwa mwanachama kindakindaki, mwanamkakati. Nina orodha ya watu waliouliwa ndani ya Chadema, nina orodha ya watu walioua ndani ya Chadema, na ninafahamu mikakati namna ambavyo unaweza ukatengeneza tukio na serikali ikaingia mkenge ikajaa. Usiseme niwaambie nani alirusha mabomu pale Arusha. Sikio wakati uchaguzi wa uchaguzi mdogo wa kurudia madiwani. Tutasema. Usiseme nani alilipa vijana kwenda kukata chainsaw Nyololo Iringa. Baada ya kumaliza zoezi la kuzindua tawi, barabara zifungwe ili mauaji yatokee. Tunasema Chadema, jibuni hoja. Kwa nini mmedhulumu michango ya watu? Mmepeleka wapi hizi pesa? Kwa nini watu waliokaa Nairobi wasiishi kwa gharama zao? Wasiishi kwa gharama za Amnesty International. Waishi kwa kutegemea michango ya watu. Pelekeni hela kwa mzee Alute. Rudisheni hela yake. Pelekeni pesa mlizokusanya za mzee Mtei. Rudisheni hela yake. Pelekeni michango ya Hanang mlizokusanya Hanang. Acheni mambo ya kukela watu. Msifikiri serikali kwa sababu imekaa kimya sisi tutakaa kimya. Sisi tutawasema kwa sababu hakuna mnachofanya hatujui. Na wa challenge wanahabari. Kamuulizeni mkurugenzi wa Jambo Media kama wajamteka siku 4 wakampiga, leo wanazunguka naye. Sasa kama waliweza kumteka mkurugenzi wa Jambo Media yuko mjini barabarani, wanashindwaje kumteka Kibao? Kama waliweza kumteka Yona Watemeke wakampiga, wakamtupa Ununio, wanashindwaje kumteka Kibao? Kama walitaka kumuua Zito Kabwe, naibu katibu mkuu, wakamtia sumu akaokolewa tukamwokoa Muhimbili nini pale Aga Khan, wanashindwaje kuua wenzao? Chonde mpo kwenye jumba la vioo. Heche na wenzako mpo kwenye jumba la, msirushe mawe. Ili taifa ni letu wote. Fanyeni siasa, shindaneni kwa siasa, acheni habari za kudanganya watu. Mimi nina documentary ya mkakati wote wa Chadema kufanya vurugu. Mmekwenda kuua mtoto wa watu hapa Akwilina, hana hatia, mnapiga bastola alafu mnasema polisi wameua. Sasa mimi kwa leo naishia hapa. Baada ya hapa sitakuwa namsalie Mtume. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana waandishi.